Wakazi wanasemaje kuhusiana na shughuli hii ya usaili wa mwenyekiti mteule? Naam, Onsare, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu huko Kaunti Laikipia. Nami hapa vile vile ningependa tu kuhusisha wenyeji kutoka mji huu tusikie wao wanahisia zipi kuhusiana na usaili wa makamishna wa IEBC ambao uling'oa nanga asubuhi ya hii leo. Karibu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze kulingana na wewe unahisi kuwa jopo la kufanya usaili wa makamishna wa IEBC litaweza kuzingatia au kuregesha imani kwa Wakenya kuhusiana na IEBC? Asante sana. Kwa majina yangu ni Charles Wambogo, na kuhusu mambo na IEBC ningetaka kusema ya kwamba niko na imani. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu Kenya ilivyo kwa wakati huu, tunachohitaji ni kuona IEBC ikiwa. Kwa sababu katika siasa za Kenya mambo yalivyo hivi wakati huu si vyenye itakuwa wakati mwingine. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba hata ile kupangilia kubwa yenye mtu anaweza dhani ati utapanga sana, unakuta kesho mambo itakuwa namna nyingine. Kwa hivyo kwa wakati huu, kulingana na mimi, saa hizi wenye wako kwa serikali na wenye wako nje, mimi naona wote wakiwa sawa. Kwa sababu saa hizi tuko na Mheshimiwa Raila Odinga na lazima atahusika pale, na huwa anataka IEBC ambayo ni nzuri. Kwa hivyo nadhani ile kitu haijamtoka ndani. Kwa hivyo mimi niko na imani na vile hiyo mpangilio iko. Asante sana kwa maoni yako. Na wewe bwana, tunajua tayari usaili wa makamishna ulianza asubuhi ya leo. Una imani na jopo hilo la kukagua makamishna wa IEBC? Asante sana TV47. Kwa majina naitwa Simon Maina, nikiwakilisha maoni ya Gen Z hapa. Sisi hatuna imani kabisa na mchakato ambao unaendelea kwa sasa, kwa sababu ile tu ni formalities tu wanatufanyia. Kwa sababu tukielewa kisiasa na venye hii maneno huendelea, wanatufanyanga tu interviews for formalities. Na ni kwanza ningetaka hata kuwasilisha malalamishi ya Gen Z, kwa sababu pia Gen Z walifanya application, but about tunaona pale wamekuwa shortlisted ni pale ambapo we are recycling the same people wamekuwa kwa departments zingine na kwa ministries zingine. Kwa hivyo sisi kama Gen Z tulikuwa tunataka kuona wenzetu ambao wamekuwa shortlisted na wataapia kwa zile interview. Kwa hiyo sasa siku ya leo wanapoanza ni formalities tu, ili watupe commissioners na chairmanship position ambayo itaendelea tu kusupport misimamo yao ya kisiasa. Na wewe bwana, maoni yako ningependa kusikia. Je, ni changamoto gani ambazo ukumba tume ya IEBC humu nchini wakati ambapo makamishna tuseme wanataka kuchaguliwa? Naam, mimi ni David Muthondio, mkaaji wa Nyahururu. Kitu ya kwanza ni vile siasa zinaingilia. Inapatikana kwamba kuna tribe ambazo zinasema hazihusiki sana kwa hii mambo ya IEBC, lakini tunahimiza ile kitu tunataka ni mtu ambaye tutaamini. Sababu tukienda mbele ama chaguzi ambazo zimepita, kumekuwa na changamoto watu waamini mwenye ataletwa pale kama chairman. Tunaomba wakati huu wazingatie tu na mtu ambaye Kenya mzima itakuwa na trust na yeye, ambaye wanaweza kumtrust kwa sasa hivi. Ndio tukiendelea hapa mbele kama vile Gen Z wanasema, tuwe na mtu mwenye ni chairman ambaye ataaminika Kenya mzima. Asante sana. Tukimaliza na wewe bwana chairman, ningependa tu kusikia wewe una maoni gani kuhusiana na swala la IEBC? Je, ni kipi kinastahili kufanywa ili imani ya Wakenya kuhusiana na tume ya IEBC irejee? Majina ni Dickson Manyara Mwangi, mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Nyandarua. Ningependa kutoa maoni yangu kuhusu mambo ya IEBC. Niseme hakuna siku kila Mkenya atasema ako na imani na chenye kimefanywa. Lazima kuna changamoto hapa na pale, lakini kilichoko ni kwamba mimi kama kiongozi niko na imani na hiyo tume ambayo inaendesha hiyo mchakato wa kupata IEBC commissioners, kwa kuwa wamechaguliwa na vikundi tofauti. Hawakuchaguliwa na Ruto, hawakuchaguliwa na Raila, wala hawakuchaguliwa hata na nani mwingine. Wamechaguliwa na vikundi mbalimbali. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe na imani na wao. Lakini kuna changamoto ile kubwa ambao ni sheria, sio mtu binafsi. Hata tukiweka Gen Z, tuweke mama mzee, tuweke nani, bado tunahitaji sheria irekebishwe. Na hii ni changamoto kwa bunge na Senate. Wanajua kama uchaguzi ya 2022 vile Chebukati alifanya, alitumia kipengele fulani katika IEBC Elections Act, akaenda kusema kazi ya kutangaza kura ni ya chairman, akachanganya dunia mzima na Kenya ikawa na shida. Tunaomba bunge kabla wakati hii panel inachagua makomishina
nayo bunge iharakishe irekebishe hiyo vipengele 2-3 ambavyo vinafanya uchaguzi kuwa mbaya, kwa sababu kufaulu kwa kitu ama kufaulu kwa nchi ni mustakabali wa sheria na kufuata sheria. Asante sana bwana Chema. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya baadhi ya wenyeji kutoka mji huu wa Nyahururu wakitoa hisia zao kuhusiana na mstakabali wa tume ya IEBC, ambayo mchakato mzima wa kuweza kukagua au kuwasaili makamishina umeng'oa nanga hilo. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu huko ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea ile kuregesha usukani kwako Onsare. Naam, shukrani sana Laban Muhinda ukitujia mubashara kutoka Nyahururu, kaunti ya Laikipia, ukitujuza matukio na vile vile matokeo na hisia za wakazi kuhusiana na mchakato mzima wa kuundwa kwa IEBC, na ni masuala ambayo mtazamaji anakuhusu kwa njia moja au nyingine, tukizidi kukujuza haya yote kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Vile vile mtazamaji, kikosi chetu kiko kuliko lile jopo la uteuzi hapa katika jiji la Nairobi kutoka chuo anuai cha College of Insurance pale South Sea. Watakuwa wanatupatia matukio na vile vile matokeo ni yepi yanajiri kutoka pale, na ni vizuri zaidi niweze kukujuza moja mawili kuhusiana na uteuzi huu ama usaili huu wa mwenyekiti mteule wa IEBC. Wale ambao waliweza kuteuliwa katika kuwania wadhifa huu ni watu 11 ambao ni Charles Nyachae, ni aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama ya EAC, vile vile Anna Madi ambaye ashasailiwa na jopo hilo la uteuzi na alikuwa msajili wa idara ya mahakama na hivi sasa alishastaafu. Vile vile ambaye alisailiwa asubuhi ni Abdul Kadir Lorot ambaye pia alishapitia msasa, na vile vile kuna Edward Katama Ngewa. Wengine ambao watasailiwa kesho ni Rastas Dung Enketong, na vile vile kuna Francis Kakai Kissinger, kuna Jacob Ngwele, kuna Brenda Masinde, vile vile kuna Lilian Wanjiku Manegene ambao watasailiwa siku ya Jumatano, Robert Akumu Asembo na Saul Simiyu Wasilwa, hawa wakisailiwa katika kipindi cha siku 3. Na hivi sasa naarifiwa mwandishi wetu Mike Kagwongo yupo tayari kabisa. Mike Kagwongo